tulijifunza kwamba haki za watoto. Haki ya kwanza, haki ya kuishi. Mtoto ana haki ya kuishi hapa duniani akiwa chini ya mlezi wake, baba au mama. Haki ya pili, mtoto ana haki ya kulindwa dhidi ya umizo lolote. Umizo hilo laweza kuwa kunyanyaswa kijinsia, kulawitiwa, kubakwa na vingine vingi. Haki ya tatu, mtoto ana haki ya kuendelezwa. Mtoto ana haki ya kupendwa na wazazi wake. Haki ya nne, mtoto ana haki ya asante. Katika matumaini. Kwa majina naitwa Johnson John, nasoma darasa la 6, natokea Jumuiya ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kwenye kongamano tulijifunza changamoto za malezi katika makuzi na ulinzi kwa mtoto. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya mawasiliano kati ya wazazi na watoto. Changamoto ya pili ni changamoto ya utandawazi. Mifano ya changamoto ya mahusiano kati ya wazazi na watoto ni wazazi wamekuwa bize na kazi kwa watoto wao, badala ya kujua maendeleo yao wamejikita katika kuperuzi simu na mambo mengine ya mtandaoni kama vile Facebook, Instagram na YouTube. Muda mwingine wanakosa kabisa mahusiano mazuri na kuelekeza kwa dada wa kazi kwa malezi yao. Aina za utandawazi ni simu, TV na mitandao ya kijamii. Asanteni. Natokea parokia ya Mtakatifu wa Yesu. Jumuiya ya Mtakatifu wa Yesu. Tulipokuwa kwenye kongamano tulijifunza neno la Mungu ni msingi wa maadili ya maisha ya mtoto. Neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ni msingi wa ulinzi wa mtu yoyote anayelisoma na kulielewa neno. Katika neno mtu anabarikiwa anapoliamini na kuliishi. Pia neno la Mungu lina uhusiano na uumbaji wa mwanadamu. Katika neno la Mungu tulijifunza amri za Mungu. Ya kwanza, mimi Bwana Mungu wako usiabudu miungu wengine. Ya pili, usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ya tatu, shika vitakatifu siku ya Mungu. Ya nne, waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Ya tano, usiue. Ya sita, usizini. Ya saba, usiibe. Ya nane, usiseme uongo. Ya tisa, usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya 10, usitamani mali ya mtu mwingine. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina yangu Mwanjangela, nasoma darasa la 5, natokea Jumuiya ya Mtakatifu wa Yesu. Tulipokuwa kwenye kongamano tulijifunza wazazi na walezi tumaini katika safari ya hija. Hija ni nini? Hija ni safari ya maisha ya mwanadamu kuelekea patakatifu. Patakatifu ni pale alipo Mwenyezi Mungu. Luka sura ya 2 aya 42 hadi 50. Mwenyezi Mungu akasema, waheshimuni wazazi na walezi wako. Pia tulijifunza Biblia imegawanyika katika sehemu kuu mbili ambazo ni
cha Matendo ya Mitume kimoja, kitabu cha nyaraka mbalimbali 21, kitabu cha Ufunuo kimoja. Asanteni kusikiliza. Katika matumaini. Kwenye kongamano Tabata tulijifunza jinsi ya kusoma Biblia. Biblia ni nini? Biblia ni mkusanyiko wa vitabu 73 vilivyoandikwa kwa uvuvio wa Mungu, tena kati ya mambo ambayo Yesu aliwakabidhi mitume mengine hayakuweza kuandikwa kupitia maandiko, hasa mamlaka yake. Nitaenda kuwasomea Waefeso sura ya 6 aya ya 1 mpaka ya 5, nayo inasema: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi wakina baba, msiwachokoze watoto wenu, waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Enyi watumwa, watiini walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo. Pia nitaenda kuwasomea Mithali sura ya 6 aya ya 20 mpaka 22, nayo nasema: mwanangu, shika maagizo ya baba yako, na wala usisahau sheria za mama yako. Yafunge hayo katika moyo wako daima, jivike hayo shingoni mwako. Uendapo yatakuongoza, ulalapo yatakulinda, na uamkapo yatazungumza nawe. Pia nitaenda kuwasomea Mathayo sura ya 19 aya ya 13 mpaka ya 14, nayo nasema: ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakakemea, lakini Yesu akasema: waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wao, ufalme wa mbinguni ni wao. Asanteni kwa majina. Naitwa Melisiana Jeradi Samba, nasoma darasa la 6, natokea Dunia ya Kristo Mfalme. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenye macho ambiwi. Wapendwa wazazi, hizi zote zilikuwa ni jitihada za wazazi, walezi na walezi wa watoto pia, kwa kushirikiana sote. Walezi wa watoto tuko wengi, sio peke yangu, ila nilienda kuwawakilisha walezi wenzangu. Niwaombe wasimame popote pale walipo, watupungie mkono. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Baba Paroko, ni matumaini yangu mlichoenda kukivuna tumekeleka. Hatuja
ya kuangusha. Kongamano hili lilifanyika parokia Kristo Mfalme Tabata pale Dar es Salaam, likihusisha majimbo 7 ya Afrika Mashariki. Sisi tulikuwa miongoni mwa majimbo 7 ambao tulishiriki kongamano hilo. Majimbo hayo yaliyoshiriki, jimbo la kwanza ni Morogoro, jimbo la pili Tanga, jimbo la tatu Pakala, jimbo lingine Zanzibar, jimbo lingine lilikuwa Mahenge,